inna kashiful adhabi, tunaendelea hapo inna kashiful adhabi qalilan, hakika sisi ni wenye kuiondosha adhabu kidogo tu. Inna kashiful adhabi qalila, hakika sisi ni wenye kuiondosha adhabu kidogo tu. Innakum aidun, na hakika nyinyi ni wenye kurudi tena kwenye ukafiri. Utapewa mtihani, utakurudi kwenye usawa. Ukiondosha ule mtihani, marudi kule kule kwenye ukafiri. Kuna watu wako namna hiyo, Allah akawatikisa kidogo, tikisa kweli kweli. Tumeona kila wakati akikaa ya Rabbi ya Allah, na swala akosi, dua swala dua, ngoja apate, arudi kule kule kwa jana, kama vile hakuweka, kama vile hakupatwa na kitu. Ni mfano mdogo tu, wewe jitazame kwenye nafsi yako ukiwa na njaa, mbio enda msikitini. Neema ikija tayari uko baa na vilabu, night club, wapi wazunguka namna, kwa sababu una pesa. Zikiisha huyo urudi msikitini na kwenda kuadhini. Una adabu? Wewe uko mbele msikitini na nini, kwa sababu una hela za kwenda kwenye night club, kuna kwenye pombe na kwenye. Kuna watu wa namna hiyo Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea hawa makufar, anawaambia inna kashiful adhabi qalilan, hakika sisi ni wenye kuiondosha adhabu kidogo tu. Lakini innakum aidun, lakini nyinyi ni wenye kurudi tena kwenye ukafiri. Yawma nabtishul batshata al-kubra, ikumbuke siku tutakayokamata au tutakayowakamata, kukamata kwa nguvu kubwa. Kwa maana yauma hapo ni mansub kwa fiili ambayo ni mahdhuf, takdiri yake udhkur, ay udhkur yawma na'khudhu al-mushrikina biquwwa wa akhdha anifin shadidin, ikumbuke siku tutakayowakamata makafiri kwa nguvu. Kwa yauma nabtishul batshata al-kubra, ikumbuke siku tutakayowakamata makafiri, kukamata kwa nguvu kubwa. Inna muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuwatesa wao. Inna muntaqimun, hakika sisi ni wenye kuwatesa wao. Wanazuoni wamepita kwenye kauli mbili juu ya aya hii na muradi wa al-batshata al-kubra. Kuna wanaosema al-batshatu al-kubra hiya al-uqubatu al-kubra bis-sayf yawm badr, huwa al-qatl au al-batshatu al-kubra al-qatl bis-sayf yawm badr. Qalahu ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud anasema al-batshatu al-kubra ni kuuawa kwa upanga ile siku ya vita vya Badr. Ameeleza hilo Imam al-Mawardi, na hiyo ni kauli ya ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mujahid na Dhahhak na wengineo radiyallahu anhum. Kauli ya pili al-batshatu al-kubra wanasema ni adhabu jahannam yawm al-qiyamah, ile amelisema ibn Abbas na al-Hasan al-Basri, ibn Abbas radiyallahu anhuma. Lakini kuna ihtimali pia nyingineyo katika kauli hizo, lakini yote haya ni ihtimali hili na lile. Kwa miongoni mwa adhabu ya duniani ni pale walipoadhibiwa kwa kuuawa katika vita vya Badri. Ilikuwa ni vita chungu sana kwa makafiri na ilikuwa ni izza kwa Uislamu. Aya ngapi? 16. Tukifika 20 tutakuwa sio vibaya, lakini aya kuanzia hapo 20, 17 na kuendelea ni aya zinazofuatana katika maelezo. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaelezea wale waliomkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akataka kutueleza kwamba hawa wana salafu wao, wana watangulizi wao waovu ambao walikadhibisha mitume vile vile. Akakielezea kisa cha Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam pamoja na wana wa Israeli, na akamuelezea Firaun na jeshi lake na watu wake na yale yaliyowasibu kwa sababu ya ukaidi wao. Akasema walaqad fatanna qablahum qauma Firaun, ninaapa
tuliwapa mtihani kabla yao watu wa Firaun walaqad ikhtabarna wa bitalayna qabla kufari qaumika ya Muhammad qauma Firaun min al-Qibt tuliwajaribu na tukawaonja kabla ya makufari katika jamaa zako tuliwaonja watu wa Firaun ambao ni katika Maqibti Firaun alikuwa ni Mqibti na watu wake wajaahum rasulun karim na aliwajia wao mtume mtukufu mjumbe mtukufu wajaahum rasulun karim na aliwajia wao mjumbe mtukufu ambaye ni Musa alayhi salatu wassalam Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam karimun ala rabbih karimun fi qaumihi karimun fi al-akhlaq بالتجاوز والصفح tume mtukufu kabisa an addu akawaambia kwamba nipeni mimi an addu ilayya ibadallahi nipeni mimi waja wa Allah an addu ilayya ibadallah akawaambia kwamba nipeni mimi waja wa Allah yani wana wa Israeli nitoke nao katika nchi hii ya Misri niwarudishe katika ardhi al-muqaddasa Musa alayhi salatu wassalam alimwambia Firauna na wale watukufu watu wakubwa katika nchi ya Misri walio chini ya Firaun kwamba niachieni mimi wana wa Israeli niondoke nao msiendelee kuadhibu kama alivyoambiwa na Allah fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم mwendeni Firaun na mmwambie sisi ni wajumbe wawili wa Mola wako basi waache pamoja na sisi wana wa Israeli na wala usiendelee kuadhibu kwa sababu wana wa Israeli waliishi kwenye mateso kwenye udhalili chini ya utawala wa Firaun فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ndio hapa akasema an addu akawaambia kwamba nipeni ilayya nipeni mimi ibadallahi waja wa Allah yani wana wa Israeli nipeni niondoke nao inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu nyinyi ni mjumbe mwaminifu mimi ni mjumbe kutoka kwa Allah niliyotumwa kwenu tena ni mwaminifu sitazidisha chochote wala sitapunguza wala sitaficha wa alla ta'alu ala Allah wa alla ta'alu ala Allah na msijifanye wakubwa juu ya Allah kafanya kibri inni atikum bisultanin mubin hakika mimi ni mwenye kuwajilia nyinyi ni mwenye kuwaletea nyinyi hoja iliyo wazi inni atikum bihujjatin dhahira tuthbitu sihhata ma ad'ukum ilayhi mimi nitawaleteeni nyinyi hoja ya wazi itakayothibitisha usahihi wa kile ninachowalingania wa alla ta'alu ala Allah na msijifanye wakubwa juu ya Allah inni atikum bisultanin mubin hakika mimi nitawajia nyinyi na hoja iliyo wazi nitawaletea kitaka ushahidi wa kwamba mimi nimetumwa nitawaletea hoja ya wazi wazi kabisa wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun na hakika mimi najilinda kwa Mola wangu na Mola wenu msinipige kwa mawe baadhi ya wanazuoni wamepita hivyo al-mahali kapita nasema antarjumun ay bil hijara msinipige kwa mawe na wengine wanasema hakika mimi najilinda kwa Mola wangu na Mola wenu msinishambulie antasilu ilayya bisu'in min qawlin aw fi'l msinifanyie ubaya wowote najilinda na yeye Allah subhanahu wa ta'ala kama kule aliposema waqala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab tumesoma katika sura Ghafir na alisema Musa hakika mimi ninajilinda kwa Mola wangu na Mola wenu dhidi ya kila mwenye kutakabari ambaye haiamini siku ya hisabu
wa in lam tu'minu li fa'tazilun, na msiponiamini basi jitengeni na mimi, yani msiniudhi, kaeni mbali na mimi. wa in lam tu'minu li, ay wa in lam tusaddiquni, msiponiamini mimi, fa'taziluni, basi jitengeni na mimi, kaeni mbali na mimi. ay wa in lam tu'minu bima amartukum wa ji'tukum bih min 'indillah fala tarjumuni wa turkuni wa sha'ni wala tata'arradu li, niacheni mimi, msiponiacha mtaangamia. Fadaa rabbah, Musa alayhi salatu wassalam akamuomba Mola wake, akamlingania Mola wake, yani akamuita, anna haula'i qaumun mujrimun, kwamba hawa ni watu waovu. بأن هؤلاء الأراذل قوم متصفون بالإجرام وغارقون فيه. أو جماعة تدوني كبسة وشركين هوا ni watu waovu waliozama katika uovu. Fadaa rabbahu, akamlingania, akamuomba Mola wake. Daa kwa maana akamuomba, akamlingania, akamuita, anna haula'i qaumun mujrimun, kwamba hawa ni watu waovu. Unasema waqala Musa rabbana ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, alisema Musa, Mola wetu, innaka ataita fir'aun, hakika wewe umempa Firauna wa mala'ahu, na watu wake wale wakuu katika jamaa zake, umempa zinatan, mapambo, wa amwalan, na mali, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia, walipewa, walikunjuliwa. Rabbana liyudhillu an sabilik, Mola wetu, hatima yake hawa watawapoteza watu kuwatoa katika njia yako. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim. Akawapiza Nabii Musa alayhi salatu wassalam kwa sababu ususuwavu wao. Faarsalna alayhim, katika sura nyingine al-A'raf, faarsalna alayhim at-tufana wal-jarada wal-qummala wad-dafadi'a wad-dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, walikuwa ni watu waovu sana. inna fir'auna ala fil ardh wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. alikuwa mtu mwovu sana Firaun. fa asri bi'ibadi layla, basi wapeleke waja wangu katika wakati wa usiku, toka nao katika wakati wa usiku. Allah alimuitikia maombi yake, akamwambia wachukue wana wa Israeli. Fa asri bi'ibadi layla, basi wapeleke waja wangu katika wakati wa usiku. Innakum muttaba'un, hakika nyinyi ni wenye kufuatwa. Mtatoka lakini mtafuatwa. Kuna watu watawafuata watu wa Firaun na jeshi lake. walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha. Alipelekwa wahi kabla ya hapo kwamba wachukue, wewe usiogope, chukua waja wangu. Innakum muttaba'un, hakika nyinyi ni wenye kufuatwa. Kwa maana inna fir'auna wa jundahu sayattabi'unakum wa yatlubunakum, Firauna na jeshi lake watawafuata. Faatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Kweli bwana, Firauna aliwafuata wao na jeshi lake kwa sababu ya dhulma na uadui. Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. imekuja kwa kuvutwa hadhirun na hadhirun. sisi tusomaji بالمد حاذرون. una uhakika Hafsa nasoma hivi. Watrukil bahra rahu, hiyo ni kabisa, na iache bahari hali ya kuwa yenye kutulia. Watrukil bahra rahwa, na iache bahari hali ya kuwa yenye kutulia, iache vile vile. Watrukil bahra baqiyan ala hay'atihi allati huwa alayha sakinan
munfarijan maftuhan dha fajwatin wasi'ah. Si alipoambiwa piga bahari katanuka famfalaqa fakana kullu firqin katawdi alazim. Bahari kapasuka ikawa kila njia moja, kila upande mmoja ni kama jabali kubwa, yale maji yameganda yamekuwa kama mlima, ukipiga hivi imekuwa magumu, njia imekuwa na vumbi bahari. Sasa iacheni barabara hivyo hivyo, msiiguse, mshapasuka nyipiteni tu. Mkishapita wao wakija watakuta bahari imechanika, imeacha njia, sawa, na wao watataka kuingia. Tusirudishe bahari vile vile kwamba watafute mitumbwi sasa watafute, sisi tuwataka hawa. Kwa waturukil bahra rahwa, na iache bahari hali ya kuwa yenye kutulia. Usije ukaona kwamba sasa mbona bahari haifungi, hawa watakuja tutukamata. Iacheni hivyo hivyo. Kwa nini? Hapa haifai kuunga kwa wao ukasema wa innahum mughraqun, kwa sababu kuna shibhu kamali linqita'. Jumla ya pili inakuwa kama ni jawabu ya swali lililozalikana kwenye jumla ya kwanza, waturkil bahra rahwa. Kwa pana swali, limadha ya rab natruku al-bahra rahwa, kwa nini ya Mola wetu tutaiacha bahari hali ya kuwa yenye kutulizana? Jawabu, innahum mughraqun. Kwa hiyo pana shibhu kamali linqita'. Watu wa ilmu al-maani wasema hivi katika al-balagha. Kwa hiyo huwezi kuweka wao pale, mfahamu, kwa sababu jumla ya kwanza imezalisha swali ambalo jawabu lake ni jumla ya pili. waturukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun, na iache bahari hali ya kuwa yenye kutulia, hakika wao ni jeshi lenye kugharikishwa. faawhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr, tulipeleka wahi kwa Musa ya kwamba ipige kwa fimbo yako, ipige bahari kwa fimbo yako. famfalaq, bahari ikapasuka. fakana kullu firqin katawdi alazim, kila upande, kila sehemu ikawa ni kama jabali kubwa. Tawdi huwa aljabal. Sasa Firauni alikuwa mpumbavu, mjinga, hakuona kwamba kile ni kitisho tayari, na huu ni muujiza mkubwa. Musa amewezaje kuipasua hii bahari? Huyu si wa kawaida, huyu angerudi pale pale, na kile akajifanya kisoi, tumfuate huko. Wajua unaenda wapi wewe? Hii ni bahari, lakini hii ni bahari imepasuliwa, watu wapita, ukuipasua wewe, na siku zote hakuna njia hapa, wewe uogope. Lakini ile akili ikawa imetolewa pale, kwa sababu Allah atakupitisha jambo lake. idha nazala alqadaru dhahaba al-lubbu wa amiya al-basar. Ndio siku zote inakuwa hivyo, kadari inapotaka kushuka akili inaondoka na macho yanapofuka, uone kufanya jambo la kipuzi mara lishatokea linalotakiwa kutokea. Thumma aghraqna al-akharin, akitaka kuwataja, kisha tukawaangamiza wale wengine. Tulimuokoa Musa wa man ma'ahu ajma'in, na wale wote walio pamoja na yeye wote tuliwaokoa. Thumma aghraqna al-akharin, kisha tukawaangamiza wale wengine ambao sio wafuasi wa Musa. Kwa hiyo waliosalimika pale ilikuwa ni watu wa Musa na watu katika familia ya Firaun. Tutosha kwa leo, watu wachache katika familia. Kule katika surati Yunus anasemaje pale kwenye Yunus, kuonyesha kwamba wama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumi, sio hii ni Yunus. wama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi, hawakumuamini Musa isipokuwa kikundi kidogo. Dhurriya pale kwa maana kijikundi kidogo. fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumi, hawakumuamini Musa isipokuwa kikundi kidogo.
katika jamaa wa Firaun kwa sababu ya kumuogopa Firaun na watu wake. Kama amana li Musa illa dhurriyatu min qaumihi, dhamiri yarudi wapi? Ibn Jarir al-Tabari anarudisha dhamiri katika qaumi Musa, asema hapa hawakumwamini Musa isipokuwa watu wachache katika dhuria ya Musa. Ibn Kathir anarudisha kwa Firaun kwamba isipokuwa watu wachache katika familia ya Firaun, na hii ndio kauli yenye nguvu. Wakati mwingine Ibn Kathir na Ibn Jarir wanaminyana, sawa, yule tahiki na hivi. Sasa ukitaka faida, nishawahi kuzungumza siku za nyuma katika elimu ya tafsiri, unaweza ukaangalia upande huo tu, tarjihat za Ibn Kathir na zile tarjihat ya Ibn Jarir, sawa. Muangalia hapa Ibn Jarir kapita hivi, hapa Ibn Kathir kapita hivi, ipi yenye nguvu? Na wakati mwingine Ibn Jarir Ibn Kathir aweza kutia nguvu masala, lakini bado akabaki Ibn Jarir ni Ibn Jarir, kawa na nguvu. Hebu ujaribuni kufuatilia vitu kama hivi, ukaanza kwa Bakara ukaja kwa Ali Imran kidogo kidogo, utajikuta ukusanya ilmu nyingi sana. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.